sauti yangu mimi mmoja imezidi ya kwenu. Mazingira oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Lakini pili ni kukushukuru wewe binafsi kwa kuweza kutenga muda na kuja kushirikiana nasi katika mwendelezo wa ratiba ambazo halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imezipanga kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia kitengo chetu cha maliasili na uhifadhi wa mazingira tumekuwa na matukio mbalimbali, lakini kwa siku hii ya leo tumeona tuweze kufika viwanja vya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuanza tamasha, na tamasha hili litaishia kwa kuwa na bonanza la michezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya manispaa ya Ilala kama sehemu ya serikali imeendelea na jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba uhifadhi na utunzaji wa mazingira unaendelea kutekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kushuhudia kwamba wewe umekuwa pamoja nasi katika shughuli mbalimbali, lakini sana ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu inatutaka wote tuwajibike katika kuyalinda mazingira yetu, kwa sababu sisi ndio tunaohusika na Tanzania ijayo, kwa sababu tupo hapa sasa hivi. Je, shughuli zetu tunazozifanya ni kiasi gani zinaathiri Tanzania ya kesho au Tanzania ijayo au Tanzania baada ya miaka 500 au baada ya miaka 1000? Kwa hiyo basi, kwa maana kwamba tuna mchango mkubwa, lakini imejielekeza zaidi kauli mbiu ya mwaka huu kwenye masuala ya kudhibiti plastiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba sote tunapaswa kuhakikisha kwamba kauli mbiu hii tunaitekeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kusema kwamba halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imejielekeza katika jitihada zote kama ambavyo mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira ameeleza hapa. Tumekuwa tukitoa elimu ya kutosha kuhusiana na matumizi ya plastiki, na nishukuru tu katika wadau wetu ambao tumewaalika hapa. Napenda kuwataja na kuwapongeza wenzetu wa Juza kwa jinsi ambavyo wanaunga mkono jitihada za serikali katika swala zima la udhibiti wa taka za plastiki. Kupitia wao kuokota au kukusanya takataka hizi, tunaona kwamba Tanzania inapiga hatua, si maneno tu, lakini kumbe maneno yale yametafsiriwa katika vitendo, na ushahidi Mheshimiwa mgeni rasmi umejionea katika haya maonyesho ambayo tumeandaa hapa. Lakini pia ukiangalia Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeonesha kwamba uhifadhi wa mazingira na hasa kutumia nishati mbadala, ambapo Mheshimiwa wa nchi yetu, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa ni champion, na sisi kama sehemu yake ya watekelezaji wake kwa ngazi mbalimbali tumeonesha kwa vitendo, hasa tulivyowaweka pale wale ambao wanathibitisha kwamba tunaposema unaweza kutumia nishati mbadala, basi ushahidi uko pale, kama ambavyo umejionea Mheshimiwa, ambavyo sisi tumejiandaa kukuthibitishia yale ambayo yanazungumzwa na kutiliwa mkazo na serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya jemedari mama yetu ambaye anaonesha uwezo mkubwa katika swala la mazingira. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi kwa rais wetu. Kwa kweli ameniheshimisha nchi yetu ya Tanzania, na tunatembea kifua mbele tukiwa naye kwamba ni bingwa wa masuala ya mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili ni la kwako. Tuko na tuna hamu ya kusikiliza kwamba leo unatupa ujumbe gani ili tuweze kuendelea kutenda kazi kama watumishi, kama sehemu ya serikali kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kulinda na kuhifadhi mazingira ya Tanzania. Karibu sana mgeni rasmi. Asante sana. Ilala hoye! Hoye! Ilala sijawasikia. Ilala hoye! Hoye! Mazingira safi! Safi! Kabla sijaendelea, ningependa washukuru wote na nitambue kwamba kwa mahudhurio yenu ndio tunaweza kufanikisha jambo hili la leo. Tunaye hapa kaimu mkurugenzi,
tunaye mkuu wa idara ya mazingira, tunaye mkuu wa kanda, tunaye kitengo cha afya, lakini nitambue pia vile vile wadau mbalimbali katika swala zima la mazingira, ambapo leo hapa tunakutana makampuni ya Rejisa, Juza, Tirima na wadau wengine wote ambao wanasapoti mazingira kwa ujumla. Kwa kuwatambua uwepo wenu wote katika siku hii ya leo, nipende tena kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziendelee. Basi mbele yenu hapa leo, kwa majina yangu ninaitwa Adrian Kishe, nimemwakilisha mkuu wa wilaya katika zoezi letu hili la leo au shughuli ambayo inatupelekea kilele cha siku ya mazingira duniani. Awali ya yote nipende kusema kwamba katika siku ya leo tumejionea mengi, lakini mengi haya tunaweza tukaona kwa uchache wake kutokana na mawasilisho ya leo, wote wakiwa katika jitihada za kutunza mazingira na kutumia nishati mbadala. Lakini vile vile ujumbe wa mwaka wetu huu natuelekeza zaidi kuokota au kuondosha taka za plastiki, ambapo tumeona pale kwa uchache kuna Juza na mfano wake ameuonyesha, lakini wapo wadau wengine vile vile nao wameshiriki katika kutunza mazingira kwa kukusanya bidhaa mbalimbali au material mbalimbali ambazo zinatupelekea kutengeneza bidhaa nyingine ambayo itakuwa ikitumika katika kutunza mazingira, kama tulivyoona ambao wametumia vifuu, wamekusanya vifuu na mwisho wake wametengeneza mkaa ambao ni nishati mbadala wa mkaa. Maana tunakata sana miti, tunatengeneza majanga, tunaharibu mazingira yetu. Sasa jitihada hizi zinazofanywa na wadau hawa yawezekana zinafanywa kwa uchache kwa sababu wengi hatushiriki katika swala hili. Niwatake Watanzania wenzangu tuweze kuyatunza mazingira, lakini katika kuyatunza mazingira haya huaga mimi ninapendaga kupeleka sana ujumbe wa kufanya au kuchakata taka tukiwa majumbani. Tusikusanye zile taka katika mfuko mmoja, plastiki, taka ya chakula, mabaki ya chakula, vifuu humo. Tukiwa tuna uwezo wa kuzichakata zile taka tangia mapema kwenye nyumba, tutawapa urahisi wale ambao wanaziondosha hizi taka na kufikia lengo la kutunza mazingira yetu. Tunalo bonde la Msimbazi ambalo mto ule wa Msimbazi unakuja kuishia katika fukwe yetu ya Dembo Beach. Kule tunakutana na vifuu vingi sana na plastiki nyingi sana. Kuna wakati unaweza usizione, lakini zinaponyesha mvua na zikachukua hizo taka, tunakuja kuziona kule katika fukwe zetu. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hatujaanza ule utaratibu vema wa kuzichakata taka zetu tukiwa kule majumbani ili ziweze kuondoshwa vema na kufikia lengo la kutunza mazingira yetu.